kabisa mtazamaji, popote pale ulipo, ni matumaini yangu kwamba uko mzima buheri wa afya, ikiwa ni saa 5 kamili saa za Afrika Mashariki. Bila shaka moja kwa moja kutoka hapa katika makao makuu ya TV47, wakati wa kukujuza ni yapi ambayo yanajiri katika maeneo mbalimbali ya nchi. Na leo ikiwa ni tarehe 11 mwezi Agosti, kumbuka kwamba siku ya kesho tarehe 12 itakuwa ni siku ya vijana duniani, ama maadhimisho ya siku ya vijana. Kwa hivyo tutakuwa tunazamia swala hilo hapo mwendo wa baadaye, na bila shaka bila kupoteza wakati, kwa sasa mkutano wa mazungumzo kati ya chama cha ODM na UDA unaendelea katika mji wa Naivasha katika kaunti ya Nakuru chini ya mwavuli wa serikali jumuishi ya Broad-Based ambayo ilibuniwa miaka chache ilizopita. Na kwa sasa mtazamaji, mwanahabari wetu Mike Kagwongo amehudhuria mkutano huo, na tutakuwa tunaungana naye moja kwa moja atujuze hasa kuhusiana na mjadala ambao umeshika kasi kuhusiana na nafasi ya naibu rais katika uchaguzi wa mwaka wa 2027. Mike, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, tujuze kwa kina. Naam, swadakta, pasi na shaka na kupata vizuri zaidi ulivyodokeza hapo Paul Kirobi, ni kwamba mkutano huu bila shaka umeng'oa nanga siku ya Jumapili jioni, wakati ambapo wabunge, maseneta, magavana na viongozi mbalimbali wamefanya kufika hapa katika mgahawa huu hapa mjini Naivasha, na ni katika tu mustakabali wa kufanya ama kukutana kuelekezana na vile vile kujadiliana kuhusiana na matakwa ambayo waliyazungumzia na kuyaweka kipaumbele miaka miwili iliyopita kwenye muungano wa Kenya Kwanza na ODM. Nazungumza kuhusu chama cha UDA na kile cha ODM walipokutana na kutangamana wakiwa na lengo la kufanikisha na kusaidia Rais William Ruto atekeleze ule wajibu wake. Zipo zile 10 points agenda ambazo vile vile Rais William Ruto aliagiana na mwenda zake marehemu Raila Amolo Odinga wakati ule kwenye kutia saini mkataba ule kule jijini Nairobi, na bila shaka wakaelewana kwamba lazima waweze kuzitekeleza zile 10 wakati ambapo wamekuwa hapa tangu siku ya Jumapili jioni. Jana asubuhi Rais William Ruto akaweza kuwasili hapa na kuweza kuzungumza na waandishi wa habari asubuhi na kudokeza kwamba hakuna lingine lolote muungano huu wa pamoja unalo ila kupita uchaguzi wa mwaka 2027, yani kushinda kwenye uchaguzi wa mwaka 2027. Manake wanasema kwamba wenzao wanaoshindana nao wale wa upinzani hawana agenda yoyote. Wao watakuwa wana tekeleza kile ambacho mwananchi wa kawaida anahitaji, na bila shaka wataweza kuibuka na ushindi katika uchaguzi huo. Jioni baadaye Rais William Ruto akaweza kuzungumza vile vile na wanahabari akisema wamekubaliana makubaliano rasmi baina ya UDA na ODM kwamba watashirikiana na bila shaka watakuwa wanafanya kupeperusha bendera ya urais katika muungano huo. Lile ambalo halijaweza kukubaliwa, manake asubuhi na mapema kwenye kikao hicho Paul Kirobi hapo jana, ni kwamba gavana wa Kisii Simba Arati tukuzungumza ilisemekana kwamba alikuwa anatania tu kwamba angeweza kuomba yule ambaye ni mwaniaji nambari 2, yani running mate ama naibu rais mwaka 2027 aweze kutoka katika chama cha ODM. Ni swala ambalo baadhi ya wabunge na maseneta wa chama cha UDA hawakufurahishwa nalo, manake baadhi yao wakaweza kuondoka nje, akiwemo Zakari Kwenya ni mbunge wa eneo la Kinangop, akiwemo vile vile Eric Wamumbi mbunge wa Madera, akiwemo vile vile Gigi, nazungumza kuhusu Gabriel Kagombe mbunge wa Kaskazini mwa Gatondo, na baadhi ya wengine vile vile wakaweza kuondoka, akiwemo vile vile Betty Maina kutoka eneo la baadhi ya wabunge
kuja hapa nje wakizungumza kwamba hawakuwa na wanatazamia ama wanatarajia kwamba yule seneta ama gavana wa Kisii aweze kulete mjadala huo mbele ya Rais William Ruto. Na kumbuka kwamba kwenye mkutano huo Rais William Ruto aliweza kupendekeza kwamba matakwa haya yote ambayo wanahitaji yatekelezwe upande wa Kenya Kwanza na vile vile upande wa ODM, lazima basi kuweze kubuniwa kamati ambayo ama jopo ambalo litakuwa linaangazia masuala haya yote. Basi jumla ya watu 5 kutoka chama cha ODM wakaweza kuchaguliwa na vile vile watu 5 kutoka chama cha UDA wakaweza kuchaguliwa. Hawa ni watu ambao watakuwa wanaweza kuangazia masuala ambayo ODM inaibua kila wakati, na hawa watu jumla ya watu 11 ama 12 hivi manake katika kila chama kuna mwanachama wa UDA kuwa anafuatilia, mwanachama wa ODM vile vile atakuwa anafuatilia mazungumzo hayo. Jopo hili sio lile, halihusikani popote na lile jopo ambalo linaangazia 10 points agenda ambalo liliweza kuchaguliwa miaka 2 iliyopita. Hasha, hili ni jopo lingine tofauti ambalo kwa wingi na kwa kirefu litakuwa linaangazia kuanzia sasa mwaka mmoja siku 365 kabla ya uchaguzi mkuu mwaka 2027. Kwa hiyo ndo matakwa, ndo mazungumzo ambayo walikuwa nayo hapa, lakini la msingi na la mno ni kwamba baadhi ya wabunge hawakufurahishwa na yale mazungumzo ya Simba Arati hapo jana, na bila shaka wakaweza kudondoka kutoka kwenye huo mkutano na wameshinda hapa siku nzima wakiweza kujadiliana lile ambalo wanahitaji kulitekeleza baadaye. Leo hii Paul Kirobi kukufahamisha tu ni kwamba iwapo utaona nyuma yangu mahema yako wamekwenda za wengi washawasili Nairobi. Rais kutoka hapa usiku takriban saa 4 usiku. Vile vile naibu wake Kithure Kindiki ashaondoka mida hiyo ya usiku. Wengi wameondoka kwa mujibu wa ratiba ambayo imepangwa ni kwamba asubuhi hii ya leo wakisha rauka basi ni kupiga staftahi, alafu kisha kuweza kuondoka aste kutoka hapa katika mgahawa huu na vile vile kurudi katika jiji kuu la Nairobi kuweza kufuatilia masuala ya bunge ambayo yatakuwa yanafanyika hapo baadaye kuanzia mida ya saa 8. Kwa hiyo leo hii hakuna kikao ambacho kimefanyika. Baadhi ya wabunge naona mmoja baada ya mwingine, nimeona waziri Alice Wahome, nimeona vile vile mbunge Gitau wameketi hapa wanakunywa chai. Kisha nimemwona mbunge wa Mashukuru, nimemwona mwakilishi wa kike wa Laikipia Kagiri wakiwa wanapiga gumzo hapa kabla ya kuweza kusanzuka eneo hili na kurejea katika jiji la Nairobi. Kwa hivyo kutoka hapa katika mji huu